Kwa majina naitwa Joyce Winifred Mwanyuka, ni mwenyekiti wa kikundi cha Ifaraji. Kinapatikana Ifakara mjini. Tuna wanawake 27. Tulikuwa tuna mawazo tulime, lakini hatakuwa na chochote kitu cha kuanzia. Tunapata hapo fedha ya kuchukua shamba. Lakini kupitia Imbeju tumenufaika mpaka kufikia kupata hili shamba ekari 10. Imbeju imekuja kutuinua kwa namna moja ama nyingine. Imbeju inainua mtu aliyokuwa chini, mwanamke aliyokuwa chini. Kwa mfano, mimi kwenye kikundi changu kuna wengine walikuwa hawakopesheki kabisa sababu walikuwa hawana nini dhamana. Na kwingine tukienda hata kama ni kikundi lazima uwe na dhamana muonyeshe pale. Lakini Imbeju kutokea CRDB benki sisi hatukuwa na dhamana yoyote, tulijidhamini sisi wenyewe kwa wenyewe ndani ya kikundi na tukapata mikopo. Kilivyoisha bando kakiweka kando na kupita mambo. Kiwashe, tunakwambia kiwashe. Yeah, ama kina changamoto kinahitaji maboresho. Azam TV tuko hapa tukiwashe. Leo tukiwashe. Kiwashe. Kiwashe kisimbuzi chako cha Azam TV sasa, na uendelee kufurahia mambo kemkem kama vile habari, burudani, tamthilia, makala mbalimbali, michezo, ligi za ndani na nje, vipindi vya watoto, comedy, reality shows, sinema zetu na cartoons. Azam TV, kiwashe. Azam TV, burudani kwa wote. Naam. Mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi cha Baragumu, ambapo moja kwa moja hii leo tunaingia katika sehemu yetu ya mjadala, ambapo hapa studio nipo naye Mohamed Yusuf Mwerekwa ambaye ni mjumbe wa kamati ya elimu mahakama ya kadhi taifa. Karibu sana Sheikh katika kipindi chetu. Haya, asante Idi sana. Mubarak. Minal faizi taqabbalallahu minna wa minkum. Amen. Tunashukuru kuona kwamba mwezi mtukufu umeanza salama na umeweza kukamilika salama kukiwa na amani tele. Na sasa hivi tunasherehekea sikukuu leo ikiwa ya pili, jana Idi Mosi, leo ya pili. Labda nini hasa wakati huu tunasherehekea sikukuu hii tunapaswa kuzingatia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeendelea kutuwezesha sisi kuwa hai mpaka leo, lakini akatufanya kuwa na afya kamili. Tumeingia katika mwezi wa Ramadhani salama na tumemaliza salama, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hakika ni jambo la kufanya katika hiki kipindi cha sikukuu. Kila mmoja wetu anatakiwa akumbuke maana ya funga. Unajua hali ilivyo, sehemu kubwa ya watu tunadhani kwamba tukishamaliza msimu wa funga tukaingia katika msimu wa sikukuu, sasa tuko huru, tumefunguliwa. Tulikuwa kwenye kifungo, tumekatazwa yale ambayo nafsi zetu inatamani kuyafanya. Sasa baada ya kumalizika msimu tunajua kwamba tumerudishwa na kuruhusiwa tuyafanye yale. Ndipo kila mmoja unapokuta anapanga mipango ambayo anaweza akamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya sikukuu na hata katika masiku ya baada ya sikukuu. Haya ni makosa kisheria na wala imani yetu haituelekezi hivyo. Na wala funga haituelekezi hivyo, bali tunachoelekezwa kupitia imani na maana ya funga inakuwa ni kama mtu sasa ameshatoka darasani kabla ya Ramadhani, tuseme ndo alikuwa hajakwenda shuleni bado, hajaelimika. Kwa hiyo tulipoingia katika mwezi wa Ramadhani ndo tulikuwa darasani, chuoni, tukawa tunaelimika sasa.
Kwa hiyo panategemewa kwamba mtu atakapokuwa ametoka darasani akija mtaani sasa anatakiwa aoneshe kwamba yeye alikwenda darasani, ameelimika, amefundishika, sasa ayaishi yale maisha aliyoyapata kupitia elimu yake. Lakini ukimkuta mtu sasa ametoka ndani ya Ramadhani kaja nje ya Ramadhani ikawa anarudi kule ambako alikuwa kabla ya Ramadhani, sawa sawa na huyu mtu ambaye hajapata maana ya nini kufunga. Kwa hiyo si maweko mazuri watu kujikuta tunaingia katika kumwasi Mungu, kwa sababu funga ina mafundisho mengi. Moja miongoni mwa mafunzo ya funga kuna kitu kinaitwa tahqiqul ubudiyya. Sisi wanadamu kuna neno tunaita mja. Utasikia mtu akisema kwamba mimi ni mja wa Mungu, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Sasa ni neno linacheza katika ulimi. Ukisema mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu linamaanisha nini? Kusema mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu maana yake mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mimi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Maana yake ninaishi kwa kuamrishika na amri zake, kwa kukatazika na makatazo yake. Maana ya mja. Kwa hiyo akiniambia simama, niko tayari kusimama kwa muda huo huo. Kaa, niko tayari kukaa kwa muda huo huo. Ni kama vile askari na kiongozi wake. Kiongozi akisema tunakwenda mbele, tunakwenda, hakuna kujaji. Ndio maana ya mimi mja wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana weko la mwanadamu, kula kwake yeye ni halali, kunywa kwake yeye ni halali, lakini kwa kuwa umeivaa ile maana husika kwamba mimi ni mja wa Mungu, alipokuambia muda huu natakiwa ule, nawe ukawa msikivu unakula, muda huu natakiwa uache kula, ukawa msikivu unaacha kula. Ndivyo tulivyokuwa tunaishi katika mwezi wa Ramadhani. Hata kama pesa unazo mfukoni, ikichomoza alfajiri marufuku kula, nawe unaamrishika hivyo. Jua likizama unatakiwa ule, nawe unaamrishika hivyo. Sasa tulipokuwa ndani ya Ramadhani ndo tulikuwa tunayafanya hayo mazoezi ya kuonesha kwamba sisi ni waja wa Mungu, tunaamrishika kwa maamrisho yake. Sasa yule Mungu ambaye sisi ni waja wake na sisi ndio waja wa huyo Mungu yupo hata baada ya Ramadhani. Sasa yale makatazo aliyokuwa anayakataza, ikiwa kumwasi Mungu, kufanya machafu, bado yale makatazo yanaendelea kukatazwa. Sasa huyu mja aliyeishi katika mwezi wa Ramadhani katika sura ile, alafu baada ya kumalizika Ramadhani anatoka katika mafundisho yale, maana yake anamtafsiria Mungu kwamba mimi sio mja wako yule uliyenizoea vile. Sasa ndio maana tunasema kwamba sisi bado waja wa Mwenyezi Mungu na yeye ndiyo Mola wetu, tunatakiwa tuamrishike kwa maamrisho yake, tukatazike na makatazo yake. Ametufungulia katika swala la kujizuia na kula, ametufungulia katika swala la kujizuia na kunywa, lakini bado ametufunga katika swala la kumwasi Mungu. Sawa sawa. Umezungumzia kitu kizuri hapo kwamba tumefuzu katika kufunga kule kwa utii. Nini sasa tunatakiwa kuendelea kuzingatia? Tunachotakiwa kuendelea kuzingatia, tujue kwamba tumefunguliwa katika kipengele cha kula, tumefunguliwa kipengele cha kunywa, lakini hatujafunguliwa kipengele cha kumwasi Mungu. Kile bado tupo katika kifungo. Sisi ni askari, tunatakiwa tutii maamrisho ya kiongozi wetu ambaye ni Mwenyezi Mungu, ndiye anayetutawala sisi. Na sivyo tunavyodhani wengi kwamba sasa tuko huru. Ule msimu wa Ramadhani baada ya kuwa umeisha, kila mmoja sasa akajirudisha katika hali ya mwanzo. Hapana, huo ni mtazamo finyu, si mtazamo sahihi. Sawa. Na kufunga kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan ni moja ya nguzo tano za Uislamu. Katika kipindi hicho tunashuhudia utolewaji, yani sadaka kwa wasiojiweza, kwa watu mbalimbali kwa wingi sana. Lakini baada ya mwezi mtukufu kidogo hii inapungua. Labda nyie kama walimu katika haya mafunzo unaizungumziaje? Hili swali linarudi pale pale sawa na lile swali la mwanzo kwamba tulipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani
kile ni kipindi maalumu ambacho Mwenyezi Mungu alikiandaa kuwa ni sehemu ya kozi, tukapate elimu fulani, na kuna mambo akawa ameyarahisisha katika wakati ule. Maana yake tuweze kupata mazoezi ya mambo ambayo tunatakiwa tuje kuyaishi kama tunajifunza somo fulani ambalo tunakuja tutumie baada. Yani tulipoingia ndani ya Ramadhani sawasawa na mtu ambaye ulimtoa Dar es Salaam ukampeleka eneo fulani kwenda kupata kozi fulani. Lengo na madhumuni kila atakachokichukua huko aje kukitumia baada ya kurudi nyumbani kwake au Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi Mwenyezi Mungu katika mwaka ametuandalia kipindi cha mwezi mzima. Kazi ya kipindi hiki ni kujifundisha mengi, ikiwemo ukarimu, ikiwemo mtu kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu, ikiwemo kila jambo lililokuwa laheri, ndo tulikuwa katika kozi ya kulisomea. Sasa aliyefuzu ni yupi? Aliyefuzu ni yule ambaye baada ya kumalizika kile kipindi ikawa sasa anayaishi yale aliyoyachukua ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo kama vile tulikuwa ni watu wa kutoa sadaka kwa wingi, ndo tumeshajifundisha tuje kuyaishi nje ya Ramadhani. Kama ilikuwa ni mtu wa kujifunga na ibada ndani ya Ramadhani, inatakiwa tuyaishi nje ya Ramadhani. Kwa kila lililokuwa laheri tulichukue kule, tulilete nje ya Ramadhani. Cha kukiacha ni ile funga ya lazima. Huku zipo funga, lakini tuziache zile funga ya lazima, ndiyo tutakayoiacha. Huku kuna siku maalum tumepangiwa kwamba tutakuwa tunafunga, lakini yale ya kheri yote tunatakiwa tuyalete nje ya Ramadhani. Hapa ndo tutakuwa tumeielewa vizuri maana ya Ramadhani na ile kozi tuliyokwenda kuisomea. Na wakati tukisherehekea sasa Eid al-Fitri, labda tuna maelekezo yote katika kuwasaidia wale ambao hawawezi kusherehekea kama wengine? Yapo maelekezo mengi. Tukitazama pia ile Ramadhani, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunaambiwa kwamba yeye alikuwa ana ukarimu mwingi sana ndani ya Ramadhani. Ilikuwa anawatazama wanyonge, ilikuwa anafanya hivi, ndiyo kozi zenyewe. Sasa itakuwa ajabu baada ya sisi kuwa tumeshatoka ndani ya Ramadhani na kule tulikuwa wakarimu, kuwatembelea watoto yatima, kuwasaidia wajane wasiojiweza, tukawa tunaishi nao hivyo, tukawa tunawaliwaza na kuwaonesha kwamba sisi ni sehemu ya ndugu zao. Sasa baada ya kumalizika Ramadhani, yule yatima wa Ramadhani bado anaendelea kuwa yatima, na yule mjane wa Ramadhani bado anaendelea kuwa mjane, na hata yule maskini bado anaendelea kuwa maskini. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu na sisi hatujafahamu maana ya sisi kuwa karibu na wale. Tukishaingia nje ya Ramadhani tukawa tumewahama, hatuna habari nao tena, hatuwajali, tutakuwa hatujaelewa nini maana ya kutengeneza udugu aliyotuelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunatakiwa tuwe nao karibu kama tulivyokuwa nao karibu ndani ya Ramadhani. Watoke watu tujikute ile Ramadhani ndio ilikuwa imetukumbusha. Kwa watoke watu wakawasaidie mayatima, wakawasaidie wajane, na kila lililokuwa la kheri lifanyike. Lakini sio tuwatenge tuwasubirie mpaka Ramadhani nyingine. Wanaendelea kula, watoto yatima wanahitaji kusoma, wanahitaji msaada mbalimbali. Sasa tusiwakatishie, tutakuwa tumeharibu wema wetu. Sawa sana. Wakati tukisherehekea hii sikukuu ya Eid al-Fitri, tunawasikia viongozi mbalimbali wakiwemo wa ndani ya dini ya Uislamu lakini na kwenye siasa wakisisitiza sana swala la amani, umoja na mshikamano. Labda hili na wewe unalizungumziani? Swala la kuhamasisha amani, umoja, mshikamano, wakilisema viongozi wa siasa wanatusaidia kazi zetu. Yani hili swala ilitakiwa sisi wenyewe waumini wa dini ya Kiislamu ndio jukumu letu amani, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu katika majina yake yeye anaitwa As-Salam. As-Salamu maana yake ni amani. Dini yetu inaitwa Dinul Islam. Yani mfumo mzima wa dini ya Uislamu ni kutoa amani. Hii amani unajipa amani wewe mwenyewe kwanza. Namba moja, unatakiwa ujipe amani wewe mwenyewe. Namba mbili, umpe amani aliyerafikiana na wewe. Uislamu unasema almuslimu
man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli ni yule ambaye wamepata amani wenzake. Yani maana ya kupata amani, unawafanya wenzako hawaishi kwa hofu kwa sababu ya kwako wewe, kutokana na adha za ulimi wako. Yani asije akajikuta jirani yako anaishi kwa wasiwasi, anakosa amani kwa sababu ya ulimi wako, kwa sababu ya mkono wako, ahofie hata kwa nini nilikuwa jirani na huyu, alafu sasa mapana yanatanuka. Kwa Uislamu lengo lake kubwa ni watu kuwafanya waishi katika amani. Ndivyo alivyokuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye alivyokuja aliwakuta watu wanaishi maisha ya porini. Kulikuwa na sheria inaitwa shari'atul ghabi, sheria ya wanyama. Sheria ya wanyama, alhaqu liman ghalaba, mwenye nguvu ndiye mwenye haki. Haki iwe yake ya kwake, isiwe yake itakuwa ya kwake, kwa sababu tu yeye ana nguvu. Lakini alivyokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaondoa hiyo mifumo, akatengeneza mazingira ya watu kupata haki zao, watu kuishi kwa amani. Yani, na hata ukitazama ile ibada yenyewe ya funga, kwamba ibada ya funga kiwa hakika ni ngumu, inahitaji subra ya hali ya juu. Lakini ibada ya funga, ule mfumo wake Mwenyezi Mungu kautengeneza wa pamoja pamoja, na ndio maana ulikuta watu wengi tuliweza kufunga, kwa sababu ni dini inayowapeleka watu kipamoja pamoja. Uislamu hautuelekezi tuishi kwa makando makando, makundi makundi, kwamba mimi wewe. Uislamu unahitaji amani. Kwa sababu gani? Al-insanu madaniyun bitabii, kiasili mwanadamu ni mwanajamii. Yani hilo ndio weko la mwanadamu. Mwanadamu tofauti na ng'ombe, tofauti na kima. Leo hii ukimtazama paka kiasili si mwanajamii wa jamii yake, na uwezo wa kumchukua paka ukamfuga nyumbani kwako, ikiwa hajakutana na mama yake, hajakutana na paka mwenzie, hajakutana na yoyote, na bado akaweza kuyaishi yale maisha ya kuwa yeye ni paka. Utashangaa akayapata wapi mafunzo wakati jamii yake hayuko nayo? Tofauti na mwanadamu. Mwanadamu yeye ameumbwa kuishi kwa kutegemeana, yani kwamba mimi niishi ni kutegemee wewe, wewe uishi unitegemee mimi, tumtegemee mwingine, ndio tutaweza kula, tutaweza kuvaa, tutaweza kupendeza kama tutaweza kuwa na furaha kwa sababu ya upamoja. Sasa ili upate huo upamoja kutoka kwa huyo mwenzio, lazima umpe amani, lazima akupe amani, ndio mtaishi kwa pamoja na kusaidiana. Kwa Uislamu ni dini ya amani. Wanasiasa wakiitangaza amani, wanachukua kauli yetu sisi na wanatuiga sisi. Mwenyezi Mungu atudumishie amani, atupe upendo, aibariki nchi yetu. Na kiujumla ni kwamba tunawategemea sana katika kuhakikisha kwamba jamii inajenga amani. Umegusia swala zuri sana la kijamii, kwamba binadamu tunaishi kijamii, na ili kuweza kuishi hivyo ni lazima tupeane sisi wenyewe amani. Unaweza ukatoa somo hapo kwamba namna gani sasa tunapaswa tuishi kwa namna ya kupeana amani? Tuna majirani, tuna wafanyakazi wenzetu, tuna makutano, tunakutana labda katika nyumba za ibada. Namna gani tunapaswa kuenenda kama Waislamu katika kuhakikisha kwamba tunajenga ile amani, ili tuweze kuijenga jamii yetu imara zaidi? Ili umpe amani mwenzio na yeye ajione kwamba nimepewa amani, ni kuishi katika haki na misingi inayokuhusu wewe. Yani msingi wa amani ni kila mmoja kukishikilia kipande chake cha haki. Mimi nikiwa kama mfanyakazi, kwa mfano, mimi nikiwa kama mfanyakazi, alafu wewe ni bosi wangu, ili mimi niishi kwa amani, natakiwa niishi kwa kujijua kwamba mimi ni mfanyakazi na wewe ni kiongozi wangu. Na wewe kiongozi uishi kwa kujijua kwamba wewe ni kiongozi na mimi ni mfanyakazi wako. Tukiwa tunaishi katika hii misingi ya kila mmoja akaishi katika mipaka yake, ikawa wakusema anasema, wakusikiliza anasikiliza, wakufata anafata, huu ndio msingi wa amani. Mfano mfupi, tazama hata katika maisha ya ndoa, atapatikana baba, atapatikana mama, watapatikana watoto. Huyu mke akijijua kwamba mimi ni mke na haki za mke kwa mume wangu ni 1, 2, 3,
ikawa anaziishi haki hizo. Na mume naye akajijua kwamba mimi ni mume, sehemu ya haki zangu kwa mke wangu ni 1, 2, 3, kadhalika watoto, ndoa itadumu na itapendeza. Lakini baba akijisahau kwamba mimi ni mume, sehemu ya wajibu wangu nifanye 1, 2, 3, hawezi kupata amani kutoka kwa huyo mkewe, kwa sababu amekiuka misingi ya haki yake. Kadhalika mke naye akikiuka hiyo misingi, itakuwa vile vile hawezi kupata amani kutoka kwa mume wake. Kwa hiyo msingi wa amani ni kila mmoja kuishi katika mipaka yake. Wa kusema anatakiwa aseme, wa kusikiliza anatakiwa asikilize, wa kutii anatakiwa atii. Amani itapatikana. Mambo muhimu sana ya kuzingatia tukiwa kama binadamu. Shehe, nikataka tu hapa mwaka huu taifa letu linaelekea katika uchaguzi mkuu. Ni moja ya jambo ambalo nimeona viongozi wengi wameligusia. Nikasema hata wewe unaweza ukazungumza jambo tukiwa katika siku hizi, tumetoka kwenye mfungo, lakini pia tunaendelea kuliombea taifa letu kwamba liwe na uchaguzi wa amani. Labda nini lingekuwa neno lako kwa jamii katika kuhakikisha kwamba tunahakikisha tunakuwa na uchaguzi huo wa amani na wenye utulivu? Kwanza tunatakiwa tufahamu binadamu hatutaweza kuishi maisha yaliyokuwa sahihi kama hatuna kiongozi. Yani weko la wanadamu lazima liwe na kiongozi. Hata mnapokwenda mahala hivi, mkifatana tu ndugu, marafiki, automatically lazima mujichague kwamba mmoja anakuwa mbele na mmoja anakuwa nyuma. Na kiongozi bora ndipo mafanikio ya hiyo jamii itapatikana. Kwa hiyo tunatakiwa kwanza tusilifanyie masahara swala la watu kujipanga kumtafuta kiongozi aliyekuwa bora. Yani kila mmoja anatakiwa ajue kwamba sehemu ya wajibu wangu mimi ili niishi lazima niwe na kiongozi. Lakini sio ili mradi kiongozi tu, lazima nimpate kiongozi aliyekuwa bora. Lazima alijue kila mmoja katika hili. Na ili ufikie katika kiongozi bora, lazima uwe makini na utulivu katika kumchagua huyo kiongozi aliyekuwa bora. Usimchague kiongozi kwa sababu ya mihemko, usimchague kiongozi kwa sababu ya kufata mkumbo, usimchague kiongozi kwa namna yoyote. Yani wewe kama wewe, kaa, fikiria, waza kabisa kwamba mimi shida yangu nataka nipate maisha yaliyokuwa bora. Lazima niwe na kiongozi. Na natakiwa nimpate kiongozi bora. Sasa sitakiwi kufata mkumbo wa watu. Sitakiwi kukurupuka katika kumtafuta huyu kiongozi. Natakiwa niwe makini sawasawa na mtu ambaye anayefikiria kutaka kujenga, anayefikiria kutaka kuoa. Huwezi ukaoa kwa sababu watu tu wanasema uoe. Lazima ujue kwamba ni nani ninayemtaka awe mke wangu kama mume, ni nani ninayemtaka awe mume wangu kama mke. Kwa sababu baada ya ndoa kuna malengo, kutakuwa na maisha kadha wa kadha wa kadha. Tuna miaka 5 mbele. Miaka 5 ni mingi, inaweza ikaharibu na inaweza ikajenga. Sasa lazima mtu ajue kwamba safari ya miaka 5 kutakuwa na kizazi kinahitaji elimu. Ndani ya miaka 5 tunahitaji amani. Mimi ni mwanadamu, natakiwa niishi kwa amani, kwa utulivu. Kwa hiyo nani ninayemfanya kiongozi wangu ndani ya miaka 5? Sitakiwi kufanya masihara, sitakiwi kucheza, natakiwa nipige hesabu ambazo zitanivusha ndani ya miaka 5. Sawa sawa. Nimependa sana pale mwanzo ulivyogusia kwamba mtu asifanye masihara. Mara nyingi Watanzania wakati mwingine tukipiga kura huwa inaonekana kama idadi haikujitokeza ya kutosha sana au kwa wingi sana. Ndio maana nikapenda sana ulivyosema watu wasichukulie masihara. Kwa hiyo kama kiongozi wa dini, nini hasa ungesisitiza kwamba tuliona kuanzia kwenye kujiandikisha, tunashukuru tumeona watu wengi, tukiwa kama waandishi wa habari tumeona wengi wamejitokeza. Lakini mwisho wa siku bado kuna lile tukio lenyewe sasa. Tunatakiwa tufahamu kwamba kura yako ndiyo maisha yako. Yani kupiga kura ndiyo kunyosha mkono katika sahani. Kwa hiyo kwa kadiri ambavyo utakavyozembea katika kunyosha mkono, kumega tonge katika sahani, ndivyo utakavyojiweka na njaa. Yani kila mmoja anatakiwa afahamu kura yake ndiyo kula yake na ndiyo maisha yake. Kwa hiyo mimi natakiwa nilitazame tumbo langu. Tumbo langu msingi wake ni kula.
Leo hii tutahitaji miundombinu. Leo hii tutahitaji nini? Barabara, tutahitaji shule, tutahitaji mahospitali. Msingi wa yote hao umewekwa juu ya kiongozi atakayetusimamia. Kwa mtu anatakiwa afahamu kura yake ndiyo maendeleo yake. Kura yako ndiyo maisha yako. Ukiharibu katika kupiga kura kwa kutokwenda, ukiharibu katika kupiga kura kwa kutomchagua kiongozi aliyekuwa sahihi, fahamu kwamba umeharibu mfumo mzima wa maisha yako. Sasa tunakushukuru sana Sheikh kwa muda wako. Labda kama ungekuwa na neno dogo tu la mwisho wakati tukiendelea kumalizia sikukuu ya pili ya Eid al-Fitr. Sisi Waislamu ni wakumbushe wenzangu na mimi mwenyewe nijikumbushe kwamba tumemaliza msimu wa Ramadhani, alhamdulillahi rabbil alamin. Lakini baada ya kumaliza funga ya Ramadhani kuna funga nyingine, yani shughuli zinakwenda. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika miaka yake na zama zake kuna siku walikwenda vitani, wakapigana, wakashinda. Waliporudi aliwaambia maneno yafuatayo: tumemaliza vita ya kwanza, vita ya sisi na adui yule. Sisi tuko hapa tunapigana, alhamdulillah, tumemaliza, tumeshinda, lakini imebaki vita nyingine. Vita iliyobaki ni kila mmoja kupambana na nafsi yake. Hii ni vita nyingine hii ambayo Waislamu tunakwenda nayo. Kwa na mimi niwaambie maneno yanayofanana na hayo kwamba tumemaliza mfungo wa Ramadhani, yani funga kwa jina la Ramadhani tumemaliza, lakini bado tunafunga nyingine. Kwa mfano hivi sasa leo tupo katika funga ya siku 6. Leo hii tupo katika funga ya siku 6. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba Muislamu anatakiwa afunge mwaka mzima, kwa maana akusanye malipo ya mwaka mzima kwa kupitia funga. Unakusanya vipi malipo ya mwaka mzima kwa kupitia funga? Kwamba funga ya Ramadhani ni sawasawa na funga ya miezi 10, kwa sababu siku moja ya funga inafanana na siku 10 za funga, yani alhasanatu biashri amthaliha. Jema moja ukilifanya unalipwa kwa mfano wa mema 10. Kwa hiyo ulipofunga ndani ya mwezi wa Ramadhani, ile siku moja ile ilikuwa sawasawa na umefunga siku 10. Kwa hiyo ukipiga katika mwezi mzima wa siku 30 unapata ni miezi 10. Alafu inabaki miezi 2 katika mwaka mzima. Hizi siku 6 zilizobaki ni sawasawa na miezi 2, kwa sababu katika siku 6 kuna siku 3 mara 2. Kwa hiyo ile siku 3 za kwanza sawasawa na siku 30. Kumbuka nimekwambia kwamba siku moja ni siku 10. Kwa hiyo 3 za kwanza ni siku 30 na 3 za pili kwa 6 ni siku 30, ukijumlisha miezi 2. Ukichanganya na ile miezi 10 tuliyopatia ndani ya Ramadhani ya mwezi mmoja, tunapata mwaka mmoja. Kwa hiyo ni washauri ndugu zangu Waislamu kwamba siku 6 za mwezi wa Shawwali ni bora na zinampendeza kila Muislamu azifunge siku hizi ili apate malipo ya kuwa amefunga mwaka mzima. Shukrani sana. Na mimi nimejifunza kitu hapo. Asante sana. Tunakushukuru sana Sheikh kwa muda wako. Mtazamaji, tulikuwa na Mohamed Yusuf Mwerekwa ambaye ni mjumbe wa kamati ya elimu mahakama ya kadhi taifa. Alikuwa anatukumbusha tu mambo muhimu ambayo yamefanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na umuhimu wa kuyaendeleza katika maisha yetu tunavyoendelea baada ya mwezi huo mtukufu kumalizika. Mimi ni Dorcas Ramos, tutafanya marejeo ya taarifa yetu ya habari na baadaye tutaingia katika meza ya wahariri. Endelea kuwa nasi.